Mimi Saad Ahmad Mtambule, mkuu wa wilaya ya Kinondoni, ninakiri kupokea mwenge huu wa uhuru kutoka kwa ndugu yangu Mheshimiwa Edward Mpogoro, mkuu wa wilaya ya Ilala. Na upokea mwenge huu wa uhuru ukiwa katika hali ya usalama, unawaka na unameremeta. Sambamba na mwenge huu wa uhuru, nakiri kuwapokea vijana mahiri na shupavu wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa 2025 wakiongozwa na ndugu yetu Ismail Ali-Use, pamoja na hawa viongozi wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa. Nakiri pia kuwapokea waratibu kitaifa wakimbiza mwenge wa uhuru ngazi ya mkoa. Na katika siku hii ya leo, mwenge huu wa uhuru utakimbizwa umbali wa kilomita 76, utakagua, utazindua, utaweka mawe ya msingi na kutembelea jumla ya miradi 8. Miradi hii yote ina thamani ya shilingi bilioni 3 na milioni 61, ikiwa mapato ya ndani ya halmashauri manispaa ya Kinondoni ni shilingi bilioni 2 milioni 736, fedha kutoka serikali kuu shilingi milioni 281, fedha za wahisani shilingi milioni 43. Mwenyezi Mungu nisaidie, na siku hii ya leo hadi kesho tutakapoenda kukabidhi mwenge huu, tutahakikisha mwenge huu wa uhuru unakuwa salama, tunaulinda na kwamba tunautendea haki katika maeneo yote utakaokuwa umetembea. Mwenyezi Mungu tusaidie. Mwenge wa uhuru umefika katika eneo hili la Kawe. Tumekuja kujionea miundombinu ya barabara, kwa maana barabara yenye ujazo wa kiwango cha lami yenye urefu wa kilomita 1.5. Naomba tupige makofi mengi sana. Lakini barabara hii tumeambiwa katika taarifa, na wewe Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya umetuambia kwamba taarifa hii imejengwa kupitia fedha za mapato ya ndani, na ni maagizo ambayo wakati wa jengo la pembeni yangu hapa kulia, jengo ambalo kwa kweli limejengwa kwa ubora, linavutia na limeweka haiba na taswira nzuri ya eneo hili, ambaye alikuja kuweka jiwe la msingi hapa, kwa maana ni Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi. Baada ya kuona anaweka jiwe la msingi jengo zuri na la aina yake, akawaagiza na nyinyi manispaa kuhakikisha na kipande hichi kuweza kukiweka barabara ya kiwango cha lami. Kwa kweli tunawashukuru kwa kutia agizo hilo, tujipigie makofi mengi sana. Dr. Samia oye! Dr. Mwinyi oye! Mwenge wa uhuru safi! Ndugu zangu wananchi na ndugu viongozi, haya ndiyo mapenzi ya viongozi wetu wakuu ndani ya taifa hili. Lakini haya pia ndiyo maana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi hapa tuliokuwa nao wanaendelea kuienzi falsafa ya mwenge wa uhuru, lakini pia wanaendelea kuirithisha vizazi hadi vizazi kwa maana 4 zifuatazo. Kwa sababu leo hii mwenge wa uhuru unamulika ndani na nje ya mipaka yetu. 2, unaleta matumaini. 3, unaleta upendo. 4, unaweka heshima. Naamini leo hii wanawakawe na viongozi tuliopo hapa, kwa kweli tumejionea matumaini juu ya ujenzi wa barabara hii, tumejionea upendo juu ya ujenzi wa barabara hii, lakini pia heshima imepatikana kwa viongozi wetu wakuu wa taifa hili juu ya ujenzi wa barabara hii. Naomba tuwapigie makofi mengi sana. Ombi langu kwa wananchi wa eneo hili la Kawe, tuendelee kuzitunza barabara hizi, tuendelee kuzienzi barabara hizi, kwa sababu serikali imetumia fedha nyingi juu ya ujenzi wa barabara hizi, na ndiyo maana ilikizi na ilisikia changamoto za wananchi wetu katika maeneo haya. Ungelikuja wakati wa nyuma, wakati barabara hii haijajengwa kwa kiwango cha lami, ilikuwa inapitika, lakini usalama wake wa kupitika ulikuwa ni mdogo, kwa sababu ilikuwa ikinyesha mvua katika eneo hili, maji mengi yanatuama kwa sababu ya madimbwi ambayo yanakaa katika maeneo haya. Lakini viongozi na serikali yetu ya wilaya mkaona ipo haja ya kuhakikisha mnajenga barabara hii kwa kiwango cha lami. Kipekee niwashukuru sana wenzetu wa TARURA, naomba tuwapigie makofi mengi sana. Kwa kweli TARURA tunawashukuru kwa kazi kubwa ambayo mnaendelea kuifanya ndani ya taifa hili, kwa sababu nyie mna dhamana kubwa ya kuhakikisha maendeleo ya miundombinu ya barabara na mengineyo ndani ya taifa hili juu ya kumsaidia Mheshimiwa Rais Daktari Samia. Tunawashukuru kwa kazi nzuri mlioifanya hapa. Kwa kweli barabara hii unapoiona unatamani hata ulale kwenye hii barabara, kwa sababu ni safi na imezingatia mahitaji ya wananchi katika maeneo haya. Lakini kipekee niwashukuru sana viongozi wa manispaa wakiongozana na madiwani wetu
mstahiki meya, mheshimiwa mbunge wa jimbo hili pamoja na mkurugenzi mtendaji wa manispaa. Naomba tuwapigie makofi mengi sana. Kwa kweli tunawashukuru kwa kazi kubwa mlioifanya, na sisi binafsi pamoja na Mheshimiwa Rais tunawapongeza kwa kazi nzuri hiyo. Hivyo niendelee kuwaomba ndugu zangu wananchi wa eneo hili la Kawe, huu ni mwaka wa uchaguzi, twendeni tukashiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu. Haya maendeleo ambayo tunayaona leo hii kupitia Mwenge wa Uhuru yanatokana na viongozi wetu kuwa mahiri juu ya kutekeleza ahadi ambazo wameziahidi. Na ndiyo maana kwa sasa tuna uchaguzi mwingine kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984. Hizi zote kwa pamoja zinatuambia uchaguzi mkuu utafanyika kila baada ya miaka mitano. Na wiki yetu tunakumbuka mara ya mwisho nchi yetu kufanya uchaguzi ni mwaka 2020. Hivyo kwa katiba hiyo inatulazimu tufanye uchaguzi kwa kwenda kuchagua waheshimiwa madiwani, waheshimiwa wabunge pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Naamini wanakawe wote na wana Kinondoni tayari wameshakuwa na shahada zao za kupigia kura. Ombi langu wazitunze shahada hizo ili ifikapo mwezi wa 10 mwaka huu kwa tarehe itakayotangazwa na tume yetu huru ya taifa ya INEC na ile tume yetu ya uchaguzi ya Zanzibar ya ZEKI, twende tukapige kura kwa wingi, twende tukalipe imani za viongozi wetu hawa wawili. Twende tukawaambie sisi wanakawe, sisi wana Kinondoni, kwa kweli Mheshimiwa Rais kwa maendeleo aliyotufanyia, basi tunaenda kukupa mitano mengine ili uendelee kutuletea maendeleo zaidi ndani ya Kawe yetu na ndani ya Kinondoni yetu. Mwenge wa Uhuru oye! Baada ya kuyasema hayo, mkuu wetu wa wilaya, kwa kweli tumekagua barabara hii. Barabara katika ukaguzi wetu tumepitia nyaraka zote. Kwa kweli nyaraka zilikuwa hazina shaka aina yoyote. Lakini pia wenzetu wa TARURA wamezingatia matumizi ya fedha juu ya ujenzi wa barabara hii. Mnaendelea kumpa heshima Daktari Samia. Mheshimiwa Rais, moja kati ya mambo ambayo aliwaahidi wananchi wa taifa hili kuhakikisha kuboresha miundombinu ya maji safi na salama ndani ya maeneo yote. Leo hii Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa ya kuboresha miundombinu hiyo, kwa sababu wenzetu hawa wa DAWASA wao ndio wenye jukumu la kumsaidia Mheshimiwa Rais juu ya kuhakikisha anapeleka maji vijijini na mijini. Naomba tuwapigie makofi mengi sana. Kwa kweli tunawashukuru sana wenzetu wa DAWASA kwa miradi mikubwa hii ambayo mnatekeleza ndani ya vijiji vyetu, kwa sababu leo hii ndani ya Kinondoni tunafahamu mkoa wa Dar es Salaam tulikuwa tuna changamoto huko nyuma ya maji safi na salama, lakini Mheshimiwa Rais ameliona hilo kwa kipindi chake hiki kifupi. Kweli amefanya ndani ya Dar es Salaam mkoa mzima na Kinondoni maji yamepatikana kwa wingi. Tupigie makofi mengi sana Dr. Samia. Dr. Samia oye! Lakini haya yote yameonekana kutokana na mashirikiano walionayo wananchi pamoja na viongozi wa wilaya. Kwa kweli madiwani wamefanya kazi kubwa ndani ya baraza lao la madiwani, ambao wao pamoja na mkurugenzi wetu wamefanya kazi hiyo ya kusimamia miradi hii. Lakini pia tunaye kiongozi wetu ambaye anatusemea ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana ya mbunge wetu wa jimbo la Kinondoni. Hapa tupo Kinondoni basi tunamtambua mbunge wa Kinondoni. Kinondoni oye! Kinondoni safi! Maana mwenyekiti wa chama alikuwa ananiangalia hapa. Sasa mimi nadhani hata na hili tulifanya jimbo la Kinondoni tukashimiwa, kwa sababu mbunge wa Kinondoni amefanya kazi nzuri, ndio maana nikampendelea na hapa. Pigieni makofi mengi sana. Ndugu zangu wananchi, kwa kweli haya ndiyo mapenzi ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwenge wa Uhuru, kukimbiza ni jukumu kubwa sana, na kukimbiza vizuri ni jambo lenye faraja kubwa sana. Kwa hiyo hongereni sana kwa kazi kubwa mlioifanya siku ya jana, na ni kuahidi sisi wilaya yetu ya Kinondoni tumejipanga vizuri kuhakikisha mwenge huu wa uhuru tunakimbia nao kweli kweli kwenye maeneo yote na tunautendea haki siku hii ya leo. Mkuu wa wilaya, kwa kweli mwenge wa uhuru unaendelea kuwaka, kung'ara na kumeremeta ndani ya wilaya hii ya Kinondoni. Kwa kweli leo hii tumekuwa tunajionea mambo mazuri, mambo ambayo kwa kweli yanawafurahisha wananchi wetu. Na nataka niwaambie wana Makongo na wana Kinondoni, Mheshimiwa Rais Daktari Samia, moja kati ya mambo ambayo aliwaahidi wananchi wa taifa hili kwenda kuboresha sekta ya miundombinu ya elimu. Naomba tumpigie makofi mengi sana Dr. Samia. Kwa kweli wana Makongo, Mheshimiwa Rais kwenye sekta hii
hakubahatisha, amefanya kwa vitendo. Leo hii ndani ya mkoa wetu huu wa Dar es Salaam, wilaya zote na manispaa zote kwa kweli zina shule za kisasa, shule zenye ubora na shule zenye kuzingatia mahitaji ya wananchi. Naomba tupige makofi mengi sana. Wakati tunakagua jengo letu hili ndani, katibu mkuu wetu wa vijana upande wa Zanzibar pamoja na naibu katibu mkuu bara walikuwa wanashangaa kweli kweli. Wanasema sisi binafsi nyuma huko tulivyokuwa tukisomesha na tukisoma, kwa kweli ilikuwa hatukai kwenye madarasa haya. Lakini leo hii mwanafunzi kama alikuwa kila siku akirudi nyumbani anafua uniform yake, kwa kweli wazazi wameondokana na changamoto ya kufua uniform za watoto. Siku hizi mtoto anavaa hata mara 3 mara 4 uniform. Pigeni makofi mengi sana. Dr. Samia oye!